Yeyote atakayekuuliza kuwa Mbeya kumekuchaje, mwambie Mbeya kuchere na kunicha, yani Mbeya kumekucha na kumechangamka. Zoezi la uchukuaji fomu za ubunge na udiwani limeanza rasmi, na hapa ni wilaya ya Mbeya mjini. Furaha na tahadhari ni kama dozi ya moja mara tatu kutwa. Huyu hapa ni katibu wa jumuiya ya wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT wilaya ya Mbeya mjini, akiendelea kutekeleza wajibu wake wa kutoa fomu za wahitaji wa uongozi, lakini ametoa neno hili, tumsikilize. Kwa majina naitwa Ruti Mwasili, katibu wa umoja wa wanawake Mbeya mjini. Wanawake wamejitahidi sana kuchukua fomu. Mpaka sasa naelekea wanawake kufikia 16. Zoezi hili limeanza saa 2 kamili. Kwa kweli natoa wito kwa wanawake wajitahidi kujitokeza kuchukua fomu kwa sababu ni fursa yao. Lakini pia na watangazia wanawake watakaoguswa pia ubunge, viti maalum, ubunge wa jimbo, tunawakaribisha sana Mbeya mjini. Wanaoonekana ni baadhi ya waliochukua fomu za udiwani wakitabasamu. Heka zinaendelea. Baadhi wamekataa kuzungumza na waandishi wa habari, huku wengine wakikubali na kusema haya. Naitwa Afren Somba. Ni mtiania. Nimekuja hapa kwa mujibu wa utaratibu wa chama. Asubuhi mapema ya leo nimekuja kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya ubunge kwenye jimbo hili la Mbeya mjini. Na kama mnavyojua kwamba nilisema mapema kabisa kwamba nitakuwa sehemu ya watakaotia nia kwenye jimbo hili la Mbeya mjini, na ukizingatia mazingira ya jimbo hili la Mbeya mjini najua vizuri, lakini nimekuwa nikifanya kazi hapa kwenye jimbo hili la Mbeya mjini kwa ujumla kwenye hizi kata zote 36. Kwa hiyo nimekuja kuchukua fomu ya kutia nia. Kwanza kwa asubuhi na kuungana nasi ambao tumetia nia. Mimi jina langu naitwa Charles Mwakipesile, ambaye mnanifahamu, ni mwanahabari mwenzenu mwandamizi wa miaka mingi, lakini pia ni mwanasheria, lakini kiongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi kama mjumbe wa mkutano mkuu taifa na mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa hapa, nikiwakilisha Mbeya mjini. Na kama ambavyo awali niliwaambia ndugu zangu kwamba miongoni mwa watakaochukua fomu tarehe 28 wakati chama kitakapofungua dirisha nitakuwa miongoni mwao. Namshukuru Mungu kwamba kwa maombi yenu na kwa maombi ya wana Mbeya mjini wengine, leo nimefanikiwa kuchukua fomu. Na nikishachukua fomu, maana yake nimethibitisha lile ambalo nilikuwa nimeliahidi kufanya hivyo. Kwa hiyo ninaanza safari ya kuomba ridhaa ndani ya Chama cha Mapinduzi ili kuteuliwa kuwa miongoni mwa wagombea watakaopigiwa kura za maoni na wanachama wa Chama cha Mapinduzi Mbeya mjini. Hilo ndilo ndugu zangu naweza kuambia siku ya leo, ambalo nimelifanya asubuhi hii na mapema kia wana Mbeya mjini. Lakini mbili, nilisema awali na ninarudia tena, ni kutoa dira kwa wanahabari wenzangu ambao tumekuwa tukiandika habari za watu wengi wakubwa, na kwa lugha nyingine mimi nimeifasiri kwamba tumekuwa migongo ya watu wengi. Na sasa nimeonyesha nia hii ili kwamba kuambia watu kwamba sisi sio migongo tu ya watu wengine, na sisi tufanye kazi ya kuwatetea wananchi. Tumekuwa voice of voiceless, kwa maana wasemaji na wasiokuwa na sauti. Kwa maana yake hii nia, ndugu zangu, mimi ni bendera yenu ambao ninawatangulia mbele kuwavuta nanyi, kuambia kwamba twende tukaitumikie jamii. Lakini pamoja na nia yangu hiyo, ndugu zangu, mimi ni wasii tu kwamba, kwa sababu siku ya leo sio siku ya kusema maneno mengi sana, ni wasii wenzangu kwamba sasa tuheshimu taratibu za chama, tuviache vikao, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu, mara baada ya uchukuaji wa zoezi la uchukuaji wa fomu, kinachofuata ni taratibu za vikao. Na kama mkongwe wa taratibu na za chama, sasa hivi sio wakati wa kuchafuana. Ni waasi wagombea wenzangu waache kuchafuana, waheshimu taratibu za chama, na kama wanajinadi, nadi sera zako wewe, lakini jambo kubwa tujue bado safari ni ndefu, chama kinachakata majina. Kwa hiyo tuache kuchafuana, tuheshimu taratibu za chama. Hii ni Nyikani TV Afrika. Tumeanza kukutana majimboni, na langu jina ni Godoni Kalurunga Moipungu. Karibu.